Yalikuwepo madaraja, na madaraja haya yalienda mpaka katika ndoa. Tajiri alioa katika familia za matajiri wenzake, na maskini alioa katika familia za maskini wenzake. Msomi alioa katika familia za wasomi wenzake. Asiyesoma, asiyestaarabika katika muktadha wa elimu, alioa hao wenzake wanaofanana naye. Wale wa daraja la juu hawakuingiliana na wa daraja jingine. Tena matajiri wa zama hizo walifanya sherehe zao za harusi mchana. Israeli ni maeneo ya jangwa kwa sehemu kubwa. Kwa hiyo ilikuwa haiwezekani maskini kufanya sherehe ya harusi mchana. Joto ni kali kuliko kawaida. Kwa hiyo waliokuwa wanaweza kufanya sherehe matajiri, maana walikuwa wanaajiri watumwa ambao kazi yao ni kupepea wageni. Hapakuwa na umeme, hakuna feni. Kwa hiyo kila mgeni aliyealikwa anakuwa amewekewa mtumwa wa kumpepea muda wote wa sherehe, na huyo mtumwa ni gharama kuwa naye. Kwa hiyo maskini hawakuwa na uwezo huo. Wao sherehe zao walizifanya usiku, maana usiku kulikuwa na baridi, hamna joto, hamna haja ya mtu kupepewa. Huko ni kinyume chake. Mara nyingi maskini wao ndio wa mchana, wengi wa wenye nazo ndio usiku. Yalikuwepo madaraja na hawakuingiliana. Hata kwenye shida, tajiri alisaidia tajiri mwenzake na maskini alisaidiana na maskini mwenzake. Vivyo hivyo kwenye dini. Ndiyo maana siku moja Yesu aliwaambia, kama tu mkiwapenda wanaowatendea mema, si hata watu wa mataifa hufanya hivyo? Kinacholeta tofauti kwenye hii familia ya Mungu, kwamba kwa mara ya kwanza dunia ya kina mitume walishuhudia familia, jumuiya ya watu ambao hawana madaraja. Tajiri sana na masikini sana wamekaa mahali panapofanana, wanakula kwenye meza moja, chakula kile kile, walikuwa hawajawahi. Mtoto wa maskini anaoa mtoto wa tajiri, mtoto wa tajiri anaoa mtoto wa maskini. Mwenye elimu kubwa anaoa asiye na elimu, asiye na elimu anaoa mwenye elimu kubwa. Msamaria na Myahudi, makundi haya tofauti, wamekaa meza moja wanakula, na watu wengine wasiostaarabika, wapagani, wamekaa pamoja wanakula meza ya Bwana iliyokuwa inaitwa ushirika. Wanasema hili haliwezekani na halijawahi kuonekana mahali popote. Watu wakashangaa, hawa watu wamepatwa na nini? Ni katika kanisa la awali ambapo kwa mara ya kwanza ilishuhudiwa tajiri anafilisika kwa sababu ameamua kutoa mali zake kwa ajili ya utume. Watu walifilisika kwa kudhulumiwa, walifilisika kwa kushindwa kurejesha mikopo. Swala la mikopo halijaanza leo, ila mimi ninavyoona, kwa jinsi nilivyosoma historia ya zama hizo za mitume, hali ya mikopo ya kipindi hicho ni kama iliyopo sasa. Na maskini walikuwa maskini kweli, maana walikuwa wamekopea ardhi, wakashindwa kufanya marejesho, ardhi zikachukuliwa, na waliochukuliwa ardhi zao wakabadilika kuwa vibarua.